Na hapo najua wakati wanatujibu hapo tutaomba mkazo hapo kwenye vifaa muhimu vya zimamoto, lakini pia naamini mna taratibu za vifaa vile, sisi pengine hatujui. Mimi naamini tu sehemu kama ila basi hitaji, tutaomba pia hapo mtuelekeze, mtupe elimu kidogo. Tutakuja ila mtupe elimu kwa leo. Asante Rama kwa swali lako zuri. Nachotaka kukizungumza katika eneo hilo, cha kwanza, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji halihusiki katika usambazaji, uuzaji pamoja na matengenezo ya vifaa vya kuzima moto. Okay. Lakini wanaohusika kuuza, kusambaza na kufanya installation, kwa maana kufunga hivyo vifaa, ni wakandarasi maalumu ambao wamesajiliwa na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa ajili ya kufanya shughuli hizo. Tunaita fire dealers. Okay. Ambao wapo kwenye categories tofauti tofauti kwa mujibu wa zile leseni zao za kufanya zile biashara, wanakuwa wanasajiliwa na kila mwaka wana renew leseni zao kupitia kwa mujibu wa taratibu zilizopo kupitia sheria yetu ya mwaka 2007 ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji na kanuni za ukaguzi wa kinga na tahadhari kuanzia ile principal regulation ya mwaka 2008 na marekebisho yake ya mwaka 2014 na this current tuna marekebisho ya sheria ya ukaguzi ya mwaka 2025. Kinachofanyika sasa, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, sisi kazi yetu kubwa ni kufanya ukaguzi wa kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto kwenye majengo mbalimbali. Okay. Kuhakikisha kwamba majengo hayo yamefunga vifaa, miundombinu yote ya kuzima moto inakuwepo katika majengo. Lakini kama hiyo haitoshi, tunawashauri mara baada ya kufanya ukaguzi, tunatoa ushauri wa kinga na tahadhari na ni vitu gani vya msingi vinavyopaswa kuwepo. Kwa mfano, kwenye majengo yote ambayo mwanadamu anaishi kunapaswa kuwa na vifaa vya kuzimia moto vya awali, tunaita portable fire extinguisher. Kwa tutakwenda tutashauri vifaa vingapi viwepo hapo katika jengo lako kulingana na ukubwa wa jengo na matumizi ya jengo na aina gani ya kifaa kiwepo. Okay. Lakini katika majengo marefu yapo majengo ambayo chini ya ghorofa 10 tunakwenda pia kushauri ni vifaa vya aina gani, miundombinu gani iwepo. Kwa mfano, majengo mengi marefu tunazo hizi tunaita smoke detector and fire alarm system ambazo zinatakiwa zifungwe, ving'amua moto na vigunduzi moto katika jengo lako. Hata kama ukiwa umelala ama unafanya shughuli zako za kiofisi, kwenye chumba X kumetokea shida ya moto, kile kifaa kinatoa taarifa na kuanza kuashiria kuna tatizo la moto katika jengo hilo husika. Na kama hiyo haitoshi, kuna vifaa saidizi vya kufunga katika majengo yale marefu, ambapo hata Jeshi la Zimamoto na Uokoaji likifika linatumia hivyo vifaa. Tunaita, kuna mfumo wa mabomba ambao tunaita hizi plumbing system. Ile mifumo inafungwa kuanzia chini kwenye ground levels kwenda eneo la juu ya ghorofa, ambapo chini kuna kitu kinaitwa breaching inlet, ambao hata gari la zimamoto ikija ina connect zile hose na kuanza kupeleka maji katika flow ambayo moto umetokea. Lakini tunatambua kwamba magari yetu yanatumia pampu na yanaweza kusukuma maji hadi ghorofa isiyozidi 15, ambapo pia tuna magari yetu yale ya ngazi yanahusika pia kuzima moto katika majengo marefu, lakini pia na kufanya uokoaji. Maana watu walionasa katika eneo la juu kutumia yale magari ya ngazi tunaita aerial ladder truck, ambazo zinafanya hiyo kazi ya kuokoa watu katika engo ya juu na kuwashusha chini. Lakini kuanzia ghorofa hiyo ya 15 kuendelea, tuna ile mifumo inaitwa dry riser system, mifumo ya mabomba ambayo kuna dry riser system ambayo iko chini ya ghorofa 15 na inaitwa wet riser system ambayo iko zaidi ya ghorofa 15 na kuendelea. Kwa majengo yanatakiwa wakati wa ujenzi, kwa mujibu wa sheria ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji na kanuni ya majengo tunaita Fire and Rescue Force Precaution Building Regulation ya mwaka 2015, kipengele kile cha 248 kinataka watu wote ambao wanataka kufanya ujenzi wa nyumba ama majengo marefu wapitishe ramani zao Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, ili wataalamu wetu wazipitie, wazifanyie review na kutoa mapendekezo na ushauri gani ambao wanatakiwa uwepo katika hayo majengo, miundombinu gani ya zimamoto ambayo inatakiwa kuwepo, kwa sababu hiyo miundombinu ndio saidizi ya kuweza kuzima moto.
Kwa hiyo sisi sasa hivi tumejikita zaidi kwenye prevention, kwa maana zaidi ya 75% ya shughuli zetu ni kufanya hizo shughuli za ukaguzi, kushauri na kuweka miundombinu thabiti ya vifaa vya kuzimia moto katika majengo, ili kuhakikisha kwamba kama tumeweza kujikinga vizuri, basi lengo letu ni kupunguza majanga ya moto. Kwa kumbe Tanzania anayesikia hapa anajenga nyumba yake hata kama ni ya kawaida au anajenga kwa ajili ya biashara, ana wajibu wa kuja na vile viambatanisho kwenu, akavileta, akawaonyesha na nyinyi mkamshauri, kwa muundo huu tunakushauriwe na hiki na hiki na hiki, alafu ndio akanunue. Kabisa, hiyo ni matakwa ya kisheria kabisa, na unapokwenda kutafuta vibali vya ujenzi, hakikisha unapita Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, ramani yako ikaguliwe, hata kama ni residential ikaguliwe na ifanywe review na ile design iweze kutolewa. Kwa mfano sasa hivi kwenye majengo tu, jengo la kawaida, mtu anajenga nyumba yake alafu anajenga na geti, na pale juu ya geti anaweka canopy. Ile canopy ama kile kisehemu cha juu kikiwa kina height ndogo, gari ya zimamoto haiwezi kuingia pale. Kwa hiyo sisi ukitupitishia ramani, tutakushauri ni height gani ambayo inapaswa kuwepo, hata magari ya dharura yaweze kuweza kuingia just in case ikitokea kuna changamoto yoyote ya moto. Kwa hiyo tumejikita zaidi kwenye prevention, kwa maana hata prevention is better than cure. Tumejikita zaidi kupunguza majanga kwa kukinga na kuchukua tahadhari. Alafu inapotokea sasa changamoto ya moto, tunakwenda kurespond kwa kutumia magari yetu. Hiyo ni 25% tu ya majukumu yetu. Rama, kwa nilivyomuelewa mkuu hapa, maana yake Jeshi la Zimamoto haliuzi kifaa, lakini kama tutaenda kwenye maadhimisho kuanzia kesho, wale wasambazaji ambao wamepewa vibali na leseni na Jeshi la Zimamoto tutavikuta pale vifaa. Nafikiri hiyo watakuwepo. Kwa pengine itakuwa kirahisi kwetu kuvipatia pale kuliko kuanza kuwatafuta. Kabisa. Haya, kubwa tunachokifanya sisi, tuna regulate, tuna control na kusimamia compliance. Sisi ni wasimamizi wa kusimamia compliance ya vitu kama hivi. Sasa kumkatiza hapo wakati Makrina anakwenda, nikiuliza kabisa ni kuna ukime fulani hapa wakati tunaendelea. Kulikuwa kuna kampeni ilikuwa inafanyika katika vyombo vya usafiri wa umma hivi, hata hizo gari zinazokwenda mikoani, daladala. Sui imeishia wapi kwamba kila gari pia nayo inapaswa kuwa na kifaa, hasa fire extinguisher, kuna zile sanduku katika package zao pia za huduma za kwanza. Ule mpango umeishia wapi? Kuna namna yote pia, ingawa wao sasa ni wasimamizi na wasambazaji, wanapata ithibati kutoka kwao kwa kuwa na leseni? Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linaendelea na programu yake ya kufanya ukaguzi wa kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto kwenye magari na maeneo yote ambayo tuseme tunaita vyombo vya usafiri na usafirishaji. Na hata kwenye hii maadhimisho yetu siku ya kesho, tutakuwa tuna jukumu kabambe la ukaguzi wa magari yote yalipo katika maeneo yetu ya mkoa wa Dar es Salaam, na tutapeleka pale mengine Mnazi Mmoja kwa ajili ya kuyakagua. Lakini shughuli hii ya ukaguzi wa magari na vifaa hivi na kuwashauri ni jambo endelevu ambalo tunalifanya karibu kila siku kwa kushirikiana na wenzetu wa Jeshi la Polisi, kitengo cha usalama barabarani, matrafiki kupitia pamoja na wadau wengine mbalimbali, tunaita mabalozi wa usalama barabarani. Lakini kikubwa zaidi ninachotaka kukizungumza hapo kwenye magari na vifaa, ipo sheria yetu ambayo inaonyesha kila aina gani ya gari iwe na kifaa gani. Kwa mfano, gari likiwa dogo kama saloon cars na nini, inatakiwa liwe na fire extinguisher ya kilo ngapi. Lakini magari ya kubeba abiria, kwa mfano hizi daladala na magari ya abiria, kwa mfano mabasi, yanatakiwa kuwa na vifaa vya kuzimia moto, maroli kadhalika, pamoja na magari mengine yote yale. Sasa unakuta changamoto kubwa ya magari ya private ya sasa, magari binafsi, tukifanya ukaguzi zetu tunabaini kwamba watu wengi hawaweki kifaa cha kuzimia moto katika sehemu sahihi. Na naweza tu nikakuuliza hata pa Rukia ama Makrina, ile gari yako fire extinguisher iko wapi? Na wakati naingia hapa aliniambia iko nyuma ya buti. Kwenye buti. Ipo kwenye buti pia kule. Sisi gari yetu mimi sina gari, ila gari yetu ya ofisi ni zile kubwa zile za kubeba watu wengi, unapoifungua pembeni hapa ya mlango, ila ule upande mwingine, kwa sababu inabidi mtumie mlango mmoja, nyuma ya kiti cha dereva unaiona, yani ukifungua tu mlango mkubwa unaiona pale.
Sasa pale fire extinguisher inatakiwa ikae karibu na iweze kufikika kiurahisi pindi janga la moto linapotokea kwenye gari yako. Kwa hiyo tendency ya kuweka fire extinguisher nyuma ya buti, alafu kwenye buti ukaweka mizigo juu, ukaweka takataka juu, inapotokea changamoto ya moto uwezi kufanyaje? Uwezi kupambana na ule moto katika uharaka ule uliokuwa umekusudiwa. Kwa niendelee kusisitiza na kuwashauri wananchi kwa kuzingatia elimu ambayo inatolewa na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, lakini pia wafike pale Mnazi Mmoja kwa ajili ya kupata elimu zaidi na kuona maonesho mbalimbali ya vifaa vya zimamoto na uokoaji. Huo ni mtoko, yani tumeshakubaliana hapa. Wasikilizaji wangu, si tumekubaliana Jumamosi Jumapili tunaenda kumaliza pale Mnazi Mmoja. Ninatamani kufahamu kwa sheria za zimamoto, mnapofanya ukaguzi labda kwenye jengo kubwa, na kama hivyo mnatusi tuje wakati wa ujenzi. Sasa mtu hakufanya hiyo process, nimejenga jengo alafu nyie mmepita kwenye kazi zenu kama kawaida, mnakuta jengo langu halina chochote kile ambacho kinafuata hizo sheria, lakini pia labda basi la mkoani mmesimamisha, mmekagua, mmegundua hakuna hivyo, kisheria mnawawajibishaje wale wamiliki? Sheria yetu iko wazi. Tunachokifanya ni kwamba baada ya kufanya ukaguzi wa kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto kwenye jengo, tunampatia ushauri ule kwenda kutekeleza pamoja na muda wa kutekeleza. Baada ya muda ule kupita, tutafanya reinspection, kitu kinacho ukaguzi wa marudio. Baada ya kufanya ukaguzi wa marudio, tukibaini kwamba kufanya sasa pale hatua zaidi za kisheria zinachukuliwa, ikiwemo kuanza sasa kupewa tunaita kupewa wito wa kufika wa kurekebisha kwanza na kuhakikisha kwamba unazingatia yote ambayo umepewa na utapewa muda. Baadaye utapewa kumbushio. Baada ya kumbushio sasa hatua za kimahakama zitafuata. Jengo ikiwa ni hatarishi, kwa sababu jengo lolote ambalo linaweka watu na linatakiwa lina usalama wote, ulizingatia usalama wote. Kwa pale tutakupeleka mahakamani kupitia sheria yetu, na sheria yetu mahakama pamoja na sheria zingine za nchi utachukuliwa hatua, na kama tu mhalifu kama wahalifu wengine, kwa sababu unahatarisha maisha ya watumiaji wa ile jengo. Wewe mwenyewe binafsi unahatarisha maisha yako, lakini na watumiaji wa ile jengo wanahatarisha usalama wao. Kwa hiyo utachukuliwa tu hatua kali kwa mujibu wa taratibu za sheria za kimahakama. Mimi nasali kwa Inspector Amy kutoka chuo cha fire. Natamani nifahamu, kuna access ya wananchi kuja kwenye maeneo ya mafunzo kama hayo? Labda mimi tu natamani nifahamu kwa ajili ya familia yangu, labda ndio nimeshafuata taratibu. Wananchi wanapata wepesi wa kuja, hata kama sitaki kuwa mwana mapigano ya moto, lakini mimi kama mwananchi, je, naruhusiwa kuja labda nikaweka maombi na tamani kujifunza hata ile basic ya namna kupambana na majanga ya moto? Yes, asante Darukia. Nami pia ulinitambulisha vizuri, lakini naona ulipata shida kulitamka jina langu la ukoo. Naitwa Assistant Inspector Amy Mwambwalulu. Nimetokea chuo cha zimamoto na uokoaji, na hapo chuoni mimi ni mratibu wa mafunzo kwenye chuo chetu hiki cha taaluma. Maana jeshi letu lina vyuo viwili. Tuna chuo chetu ambacho kinahusika na mambo ya kijeshi, taaluma ya kijeshi, na jeshi na chuo kingine ambacho ni cha taaluma, ambacho askari pamoja na wananchi wote wanaruhusiwa kuja kupata mafunzo hapo. Sasa umeniuliza swali la msingi sana kwamba ni nani ambaye anaweza kupata access ya kuja kwenye hiki chuo. Kwanza ninatamani wasikilizaji wako wazuri na ambao wako tayari wanatusikiliza sasa, ni kwamba chuo chetu hiki cha zimamoto kwanza kimesajiliwa, kina ithibati. Kimesajiliwa na Baraza la Taifa la Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi. Kwa kifupi wanaita NACTVET. Ukifupisha kwa neno la Kiingereza NACTVET. Kwa hiyo tuna hiyo ithibati, na chuo hiki kimepewa ithibati ya kutoa kozi, certificate na diploma. Ni kozi ya muda mrefu. Kwa hiyo tuna certificate ambayo inahusika na inaitwa Fire and Safety Management. Kwa maana kwamba mtu anayekuja kusoma hapa, au mwanafunzi au mwananchi anayekuja kusoma mahali hapa, ili apate hii certificate ya Fire and Safety Management, yani anapomaliza awe afisa usalama wa moto mahali pa kazi. Amemaliza form 4, ana cheti chake kizuri cha form 4, ana pasi 4.
pasi moja ni lazima iwe somo la sayansi. Hapo Yes, sasa. yeah. Kwa anaweza kaa na Kiswahili, ana history, ana civics, lakini akiwa na geography, akiongezea hapo geography tunamchukua, maana geography pia ni science. Biolojia, kemia, yes, mathematics also. Mungu atusaidie. Yeah. Lakini pia diploma ni mtu sasa ambaye amemaliza certificate ya hii fire safety management, au amemaliza certificate kwenye chuo chochote ambacho kimesajiliwa na NACTIVATE na amesoma somo la kisayansi, maana haya ni masomo ya kisayansi. Makrina atutoboi. Sisi ni kwenye vyeti vya mawasiliano. Mimi sikufeli uzuri na ni sayansi. Hata mimi sijafeli na pasi ya biology, basi nitakuja. Kwa hiyo maana yake hata kama tutatumia vya form 4 maana huku jua watutoboi. Yes, kwa tuna hizo kozi, hizi ni kozi za muda mrefu ambazo sasa wananchi wanapokuwa na vijana wenye hizo sifa wanaruhusiwa kuja, na kimsingi tunajivunia kwamba Jeshi la Zimamoto na Uokoaji na hiki chuo, na kwa Tanzania ni chuo pekee kwa sasa ambacho kinatoa taaluma hii, na ni taaluma ngeni. Inawezekana hata wananchi wanaisikia kwamba afisa usalama mahali pa kazi, afisa usalama wa moto. Ni kweli ni taaluma mpya kwa sababu sisi tumepata ithibati mwaka 2019. Na ni kweli Rukia, sisi pekee Jeshi la Zimamoto kupitia chuo hiki ndo tunatoa hii taaluma. Na watu wanahitajika sana. Wakati afande wangu hapa anazungumza, anasema tunapofanya ukaguzi kwenye majengo, tunapoenda kwenye migodi, tunapokuja kwenye vyombo vya habari kama hapa, tunapoenda kwa hospitalini, tunatamaa sheria inamhitaji mahali ambapo watu kuna shughuli za kijamii. Ni lazima awepo afisa usalama wa moto. Lazima awepo. Yeye ambaye anakuwa na hiyo dhamana. Hata ukienda kwenye sheria yetu imemtamka huyo mtu, anakuwa na dhamana ya kusimamia usalama mahali pa kazi. Anakuwa kama balozi wetu. Kwa hiyo sheria inamhitaji huyo mtu. Sasa huyo mtu atapatikana kupitia chuo cha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Lakini pia wakati natoa hivi vigezo za hizi kozi za muda mrefu, naona Makrina akasema naye ana nini, anaweza kajioni, lakini kuna kozi za muda mfupi. Hizi kozi za muda mfupi hazina vigezo. Ni kwamba unajua kusoma na kuandika. Yes, kwa hiyo unaweza ukaja na una akili timamu. Yes, unakuja kufanya hizi kozi za muda mfupi. Maana utaelekezwa baadaye umesahau. Hizi kozi za muda mfupi, kuna hii moja inaitwa fire warden au fire marshal course, ambao mtu akiwa trained kwa muda wa siku 3 basi anaenda kufanya hayo majukumu, anakuwa sasa ndiye fire warden kwenye hilo eneo la kazi. Lakini kuna kozi nyingine ya muda mfupi. Kuna swali liko limeulizwa mara kwanza kuhusiana na wale mawakala au tunaita mafayadila, wale wanaofanya hizi biashara za kuuza hizi vifaa. Unajua hupewi tu, yani Jeshi la Zimamoto halikupi dhamana tu ya kuuza hivi vifaa. Kwanza ni lazima upate hii elimu. Wapi unapata elimu? Ni Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Umeshindwa kupata ile kozi ya muda mrefu, utakuja kwenye kozi ya muda mfupi. Na ni kozi ya muda ya siku 3 tu. Yes. Kwa hiyo unapata hii course vizuri, tunakupa cheti. Ukipata hiki cheti chako unaenda kwenye mkoa husika wa Zimamoto. Ukienda hapo unaonyesha cheti, wenyewe kuna taratibu watazifanya hapo, watakuja kukagua eneo lako la kazi kama limekidhi vigezo, afu then na wenyewe watakupa ithibati kwamba sasa wewe ndi wakala wetu. Nimewaza kwa sisi vijana ambao tuko kwenye malalamiko ya ukosefu wa ajira, nimewaza mbali na hizo za kuajiriwa, kama watu wanaweza kujiorganize kuanzisha kampuni yao binafsi ya kuzima moto. Kwa hiyo lazima waje kwanza wajifunze vile vyeti virudishwe huku ndio wapewe vibali vya kuanzisha kampuni ya kuzima moto. Haya jamani, fursa hizo, sisi wazee wa fursa. Hivi sheria yetu inaruhusu kwamba mtu binafsi anaweza kuanzisha kampuni ya kuzima moto? Ni sahihi kabisa. Na hata kwa mfano tu eneo letu la Kinondoni tunaita auxiliary fire unit. Yani ni private vikosi private vya fire vipo zaidi ya 5. Lakini vina utaratibu wake wa kuanzisha, na lazima pia upate leseni ama certification kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Lazima uwe na umekidhi vigezo vinavyotakiwa kuanzisha hiyo. Kwa maana kama unataka kuwa na gari private la zimamoto, na unaona zipo kampuni binafsi ambazo zina magari ya zimamoto, lazima sisi tufike tufanye ukaguzi, lakini pia tuangalie vielelezo vyote ambavyo vitakuwa umekidhi. Lakini mbali na hapo, wataalamu wa kuweza kuhakikisha wanapambana na matukio ya moto katika eneo lako la kazi. Kwa mfano viwanda
baadhi yao vinakuwa vina magari yao na kikosi chao cha kuzima moto. Kwa wale sasa firefighters ama wazima moto wanakuwa tayari wamepata training kutoka kwenye chuo chetu cha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, na wanaokuwa na uwezo wa kufanya hizo kazi. Kwa zipo Makrina, unakuwa upati tabu. Yaani ukiwa na mtaji wako unakuja kabisa unapata kwanza hiyo consultation. Mimi jamani nina nia ya kuwa na kampuni ya kuzima moto. Unaambiwa kabisa basi kama hujafanya manunuzi ngoja tukushauri vifaa ni hivi. Wakati unanunua vifaa vijana wako shule, ukitoka hapo kwa Kamili Gado. That is very nice. Naomba nifahamu sasa nyie ni kwa ajili ya serikali, ni kwa ajili ya wananchi. Ni mtu anapopata janga la moto, kuna gharama ya yeye kuita gari ya zimamoto kutoka kwenye zimamoto ya taifa? Darukia, umeuliza swali zuri sana. Nikianza lile la nyuma kabla sijajibu hilo, ndio maana tunawaambia wananchi wetu wa mkoa wa Dar es Salaam fursa zimekuja nyumbani. Waje viwanja vya Mnazi Mmoja waone hata ya makampuni mengine ambayo ni fire auxiliary wanaofanya shughuli za zimamoto, waone ni kitu gani wanachofanya, waangalie na wao hata fursa wanaweza wakachipu ini kwenye fursa gani. Wakaribie Mnazi Mmoja waone hata volunteers, vijana wanao volunteers kwenye shughuli za zimamoto, waone wanafanya vipi, inakuaje. Vijana ambao hawana ajira waje waone wenzao, vijana wenzao wazalendo kwa nchi yetu ni vitu gani wanavyofanya kupitia Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Hiyo ni fursa kwa vijana wote wa mkoa wa Dar es Salaam. Na kwenye upande wa namba yetu ya dharura, pale inapotokea moto, namba yetu ya dharura ni 114. Ikitokea janga lolote la moto au janga lingine ambalo halihusiani na uhalifu, hilo ni moja kwa moja linahusu Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Na ukipiga namba hiyo ni bure kabisa kuanzia kuipiga, na ile huduma ambayo Jeshi la Zimamoto na Uokoaji litakuja kukupa ni huduma ambayo inatolewa bure kabisa. Haina gharama yoyote, ni serikali yetu imeshaandaa mazingira kwa ajili ya kumhudumia mwananchi. Na sisi tuna mamlaka hayo ya kuhudumia wananchi, na hizo huduma tunatoa ni bure kabisa, hamna gharama yoyote. Kwa kupitia Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, kupiga simu ni namba 114. Afande, mbali na kuelekezwa vifaa vya zimamoto vya mimi kuwa navyo nyumbani kwa ajili ya kujikinga, ni mimi kama mwananchi ni kitu gani cha muhimu cha kawaida natakiwa nikiandae kwa ajili ya kusaidia Jeshi la Zimamoto kutekeleza kazi endapo nitakuwa na tatizo la ghafla? Mbali na vile vifaa vya kufunga, sijui fire extinguisher, ni kitu gani cha rafiki cha kikawaida mimi mwananchi natakiwa nikiandae, yani kiwepo tu kwa ajili ya emergency, ili ikitokea janga na mimi pia nasaidia mchakato? Kwa sababu tunafahamu tulikusikia tunalalamika gari linakuja lina maji, tukapata maelekezo kwamba hilo gari mko mnaona lina maji lilikuwa limetoka kuzima moto, alafu moto mwingine ukatokea. Kwa hiyo ilikuwa rahisi hilo liunganishe ruti, lije lijue kwanza tatizo liko wapi kuliko kutoa gari mbali. Sasa wananchi wanakuwa wanahitaji kufahamu pia wao pia wana mchango gani kwenye kusaidia hizi process zifanyike kiurahisi. Yani wananchi wana mchango mkubwa sana kuisaidia pia Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Kitu cha kwanza, wananchi wanachotaka kusaidia ni upande hata wa miundombinu yetu. Yani pale tunapoona gari ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji inapita na ina king'ora ipo barabarani, we kama mwananchi ndo uwe balozi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kupisha njia ili hilo gari liende likatoe huduma. Ukisikia gari yoyote ambulance inapiga king'ora, ujue inaenda kwenye dharura, inaenda kuokoa maisha ya Mtanzania. Kwa hiyo sisi kama wananchi tuna jukumu la kufanya kuhakikisha mtambo unapita kwenda kutoa hiyo huduma. Kwa sababu ukikwamisha, ina maana kule changamoto inazidi kuendelea kuwa kubwa. Kwa hiyo wananchi wana mchango wa kuplay. Na pia kwa mfano kwenye upande wa kupiga simu pia wananchi wana mchango. Pale unapotoa taarifa ya dharura, kwanza utoe taarifa ambayo ni ya ukweli. Usije ukatoa taarifa ya kudanganya, kwa sababu ule muda ambao unatoa taarifa ya uongo inawezekana kuna mwananchi mwenzako anataka atoe taarifa ya ukweli. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.